Naam, karibuni sana huku nasikiza matangazo yetu ya Baraka One TV. Tukiwa tuko saa 9 saa za Afrika Kati, tukiwa naelekea 10 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJP Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP one man army, mzee wa Ngwasuma, Baba la Baba. Sasa ndugu zangu, karibuni sana, na kuna vitu muhimu mno ambavyo natakiwa niweze kukuonyesha na pia kukwambia, kwa sababu kuna tabia, na hii tabia mimi binafsi kweli sintokuwa naifumbia macho. Ni lazima niwe naizungumzia tabia ya makundi yetu ya waza. Nitakupa utofauti kati ya wazalendo wenye kuwa na vision ya kuelewa nini ambacho kiko kinafanyika, na kati ya wazalendo ambao wako wanatafuta credibility. Unajua, kujitafuta sio mpaka ujitangaze. Kile unachokifanya, matendo yako yatakufuata. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati, na pia usikose kutembelea Rajab Wakili Kabonga Facebook. Airport ya Bangkok Kisangani imeripotiwa kuweza kuangusha drone zingine za M23 ambazo zilitumwa kutokea maeneo ambayo yanamilikiwa na M23. Serikali ya Kongo imeweza kuridhishwa na vitendo vya sanction ambazo Rwanda ilipewa kutoka Marekani. Hiyo tutazungumzia hivyo, na pia tutazungumzia kuhusiana na matatizo ambayo yako yanatokea sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo vikundi ambavyo vimetengeneza muungano wa kizalendo. Na moja kwa moja tuanze kwanza na swala la airport ya Kisangani. Drone kutoka kwa M23 ambazo zilikuwa zinalenga uwanja wa kimataifa wa Kisangani huko mkoani Chopo. Gavana wa mkoa wa Chopo Bwana Paulin Lendongolia Lebabonga ameweza kutoa taarifa kwamba drone design za kamikaze zilikuwa zikilenga uwanja wa ndege wa Bangkok Kisangani kuanzia hiyo tarehe 1 za mwezi wa 3 2026. Kutokana na taarifa hiyo ya mkoa wa Chopo unasema hivi: kuanzia majira ya saa 8 za usiku kuamkia hiyo tarehe 2, ndege zilizokuwa na rubani ambazo zilikuwa zikiwa na silaha zilikuwa zimeweza kulenga uwanja wa ndege wa kiraia. Ndege 4 ziliweza kuangushwa chini ilipofika pia saa 9 na dakika 48, saa 11 na dakika 30, na saa 1 na dakika 30, na saa 1 pia na dakika 48. Kulitokea pia ndege ya CA ndio iliweza kupata baadhi ya mitikisiko, na hivyo iliweza kushuka salama majira ya saa 1 na dakika 45. Hakuna kitu chochote kibaya zaidi ambacho kiliweza kutokea kwa raia ama wasafiri ambao walikuwa ndani ya ndege hiyo. Viongozi wa mkoa wameweza kulaani vikali kitendo cha M23 kuweza kutupa ndege hizo zisizokuwa na rubani kulenga uwanja wa ndege wa kimataifa ambako ni sehemu ya raia. Hapa sasa ndio unasikia ile ambao wao wako na lele kila siku bombardement mu agglomération iko dansement peuplé hivyo na hivyo. Sasa hapa ndio kuko dansement peuplé parce que ku aéroport nafasi kwenye kuko raia wengi wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo kwenda kulenga aeroport ya kimataifa kama hii ni kwenda kulenga raia.
Haya, tusome communique ya FRDC ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ministère ya communication et médias. Communiqué nasema le gouvernement de la République démocratique du Congo salue les sanctions américaines et réaffirme son engagement en faveur d'une paix durable. Kinshasa, le 2 mars 2026, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la décision du département du Trésor des États-Unis d'Amérique à travers l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, d'imposer des sanctions aux forces de défense rwandaises RDF ainsi qu'à 4 de leurs hauts responsables en raison de leur implication directe aux côtés du M23 dans la conduite des opérations militaires menées sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces mesures constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de la justice ainsi que de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre des accords de Washington. Elle confirme la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain. Le gouvernement rappelle que la stabilisation durable de l'Est du pays et de la région des Grands Lacs passe par la cessation de tout appui aux groupes armés, le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que par l'observation des principes du droit international. La République démocratique du Congo exprime sa profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique pour leur implication constante, leur détermination et leur leadership dans les efforts visant à restaurer la paix en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Elle les encourage à poursuivre avec la constance et le sens des responsabilités qui caractérisent leurs engagements, les efforts entrepris en faveur du respect des engagements pris de l'événement d'une paix durable et définitive dans la région. Les gouvernements demeurent pleinement engagés aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à œuvrer pour le rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Mwisho. Hizo ni taarifa kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeweza kutoa shukrani zake za dhati kwa nchi ya Marekani kwa kuweza kuingilia kati na kutoa hizo sanctions, vikwazo kwa nchi ya Rwanda na wakuu wa nchi ya Rwanda. Sasa ndugu zangu, hii itakuwa iko na faida kubwa sana. Kama sisi tulikuwa tunazungumza na Mwinyi majira ya saa 6, na licha ya mtandao uliweza kukatakata, lakini tuweza kusikiza baadhi ya vitu muhimu sana ambavyo Mwinyi aliweza kuvigusia na utawala wa Kagame. Hii inakuwa iko na hatua ya kipekee na ya kimkakati na pia hatua ya muhimu kwa sababu mara mingi Marekani ni nchi ambayo kutembea kinyume na kile ambacho ilifanya, ilizungumza, ilikubaliana na mtu mwingine ni tofauti. Na kumbuka Trump alisema kwamba yeyote mwenye atavunja atenda kinyume na huu mkataba basi atakiona cha mtema kuni. Na ndio hiki hapa ambacho serikali ya Rwanda imeanza kukinusa. Ni lazima ifanyike hivyo. Sisi hatuna hatia, tunavamiwa, na ripoti zote za kimataifa zinaonyesha kwamba sisi tumevamiwa. Licha ya kwamba Kigali kila siku wanakataa,
mara waitike, mara wakatae, mara waseme oh tunajilinda, mara donc haieleweki kwamba ujiste ni watu wa aina gani. Aya, sasa hapa ndiko nataka ni kuchezee hizi video mbili. Niko na maana yangu kubwa. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Video moja ni wa Obwela Dato, msemaji wa CNPSC na pia msemaji wa Wazalendo mnivo ya province. Na video nyingine ni kundi nyingine ya Wazalendo. Sasa usikilize utofauti wa hizi video mbili. Nafikiri wewe mwenyewe utagundua utofauti uko wapi, kisha mimi nije nikazie utofauti uko wapi. Tuanze kwanza na hii ya wa Obwela Dato. Hii ni Hopital General de Reference ya Mikenge. Hapa tuko le 2 mars 2026. Tunakia kuvisite, tunakia kuangalia vitu za jinga Twirwaneho M23 bar RDF AFC. Hapa tuliwanyanganya FRDC pamoja na Wazalendo. Tumewanyanganya hapa a partir ya jana le 1er mars 2026. Ndio tumewanyanganya hapa, tumewafukuza na wote wamekimbia, na tutahakikisha tunawafuata mpaka kule kwenye wamekimbilia. Ndio mpango ile, ni kusema wameharibu kila kitu. Hii ndio hospitali, mnapaswa kujua kama hii ndio hospitali yenye inakuwaka inaswanye population ya msektere ya Itombwe, donc umu plateau umu savane. Alors kwa bameharibu kila kitu, tunaomba ku gouvernement gisi deja armée régulière na Wazalendo tulishakaba hapa. Tunaomba gouvernement iangalie namna gani itaasiste hii hospitali. Pia tunaomba population ya Mikenge, wale watu wenyewe walikimbia, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia maeneo za Itombwe Fore, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia Mutambala, Kanguli na kadhalika. Tunaweza waomba waanze kurudia, sababu deja mwingine ya Mikenge iko sous contrôle armée régulière pamoja na Wazalendo. Et encore une fois, nous sommes le 2 mars 2026. Moi qui vous parle, je suis Obwela Dato, le porte-parole de la coordination provinciale des VDP, donc les volontaires pour la défense de la patrie dans les Sud Kivu. Je suis à Mikenge présentement. Nous sommes les deux, comme je vous l'ai dit, les 2 mars, les 3, nous sommes les 3. Nous sommes le 2 mars 2026. Je suis à l'hôpital général de référence de Mikenge, donc zone de santé du Tombwe. C'est là où je suis pour le moment. C'est depuis hier où nous avons attaqué les M23 bar RDF, les Twirwaneho AFC. Hier, nous les avions attaqués. Ils ont pris la fuite vers Mikarati, Kamombo. Mais pour le moment, la situation est sous contrôle. Donc, la cité de Mikenge revient totalement sous les mains entre les mains de ses propres fils. Donc, nous demandons à la population de Mikenge qui se trouve à Kanguli, qui se trouve à Itombwe Forêt, de retourner à Mikenge parce que pour le moment la situation est sous contrôle de Wazalendo et FRDC. Encore une fois, merci. Tosengi na batu nyoso oyo bazomona ngai molobeli ya Wazalendo na Sud Kivu, nazo senga na bango bayebisa population oyo ekimi parce que awa bomoni nazali boso nazali na oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge, oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge, oyo yebi Mikenge amo déjà nazana hôpital. Tobeta ki ba munguna awa M23 bar RDF AFC, tobeta ki bango lobi, tobengana ki bango bakima ki bango nyoso ba palangane, mususu bakendaki na kote ya nini ya Kamombo, mais na banzi ke na makeke tozana yango tozolanda bango ti na Kamombo na Bijabo na kazi kuna nde bakimaka mikolo mingi. Alors tozali awa na iko pesa information ya kolobake mboka ya Mikenge ezali na maboko ya gouvernement, ezali na maboko ya FRDC, ezali na maboko ya Wazalendo. Merci. Bako sabinote munguna za makasite tokolanda ye bisika autaki. Merci beaucoup. Aya, umemsikia wa Obwela Dato. Tuchukue sasa hii nyingine. Jina langu ni Kasikuza Ndegesi Prince, president wa movement ya FDCC bare APC
FDCC ni Force pour la Défense des Compatriotes au Congo. APC ni Armée Populaire Congolaise. Tunataka kushukuru kwa kazi ambayo tunafanya ya kujirudishia, Kifaransa ni kulibere masite ambazo zilikuwa zinanyanganywa na adui M23 pamoja na walie wake wakiwemo Red Tabara na Twirwaneho na watu wengine ambao wanajulikana na ulimwengu mzima kwamba wanaunga M23 mkono. Leo tuko na furaha kubwa, na ndio maana munaona tunapakaliwa bunga, mimi na staff yangu, mimi kama vile president wa movement pamoja na staff yangu tunapakaliwa bunga kwa ajili ya kijiji na site ya Mikenge kuwa libere. Leo a partir ya 11 mpaka sasa hivi na waza eneo yote ya Mikenge iko sous control ya zelema ya FDCC na FRDC, wanadhibiti kabisa eneo ya Mikenge. Tunataka kuambia communauté international na watu wengine kusema kwamba kila taifa, kila communauté, kila lugha inahitajika irudi kwa mingini yao, na FDCC pamoja na arme ya Congo kama vile ni FRDC itachunga watu wote bila discrimination. Hakuna vile mahabari za kusema kukonte ya M23 kusema hapana, wale ni wauaji, wale ni milise, wale ni wanani. Hapana, sisi FDCC kome wazalendo ambao tunaunga FRDC mkono na tunatumika bega kwa bega, tunahitaji kila communauté yoyote, tous les communautés confondila, wote wakuje, wakurudi Kamombo, wakurudi Kitasha, wakurudi Sangani, wakurudi Kalingi, wakurudi sijui Mungoma, wakurudi pale Namara, kila fasi warudi. Sisi tunayua FDCC itachunga watu wote au même point d'égalité. Nous on n'a pas de problème avec lugha wala mtu ambaye anaitwa Munyamulenge, mtu ambaye anaitwa Mufleru, anaitwa Munyindu, anaitwa Mubembe, Murega et tout consort. Batu yote tunabaita barudie kila mtu kuma mwingine yake ambayo alikuwa naishi. FDCC inalanse appel. Kumbuka ni kipindi cha habari na maelezo. Hii kitu niko nazungumzia kila siku. Ukisema VDP wazalendo, VDP wazalendo, wazalendo, jamani, muzalendo haiko wakundi CCCA, kundi ya babe, kundi ya Muzalendo ni VDP, ni moja, hana makundi. Muzalendo ni tu Congolais, iko patriote na iko na droit ya defense ya nchi yake. Sasa wa Obwela Dalto anasimama anasema jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC akishirikiana na wazalendo wamefanikiwa kuchukua Mikenge. Na kama jinsi mnavyoona hapa ni centre ya Mikenge, ana presenter maeneo jinsi hii centre iliweza kuharibiwa na M23. Anazungumza mambo yote, anaweka wazi. Pointi yangu mimi sitaki kuzungumzia kwamba kuhusiana na uharibifu wa centre wa Hopital General ya reference ya Mikenge na M23. Nazungumzia ili kitendo ya kwamba kutokuingiza ili recuperation politique, kwamba sisi kundi fulani, unafikiri angelikuwa kwamba ni
ni mtu mwingine angeshindwa kusimama kusema kwamba sisi CNPSC ambaye inaongozwa na mzee William Amuli Kutumba, kama unavyoona mimi ni msemaji wa CNPSC na tuko hapa Mikenge. Antuka jeshi letu la CNPSC limefanya kazi kubwa sana, limeweza kupiga adui na kumtoa adui hapa, na sasa hivi CNPSC inadhibiti haya maeneo na CNPSC iko hapa juu ya kulinda raia. Inaomba raia wote warudi. Eske angeshindwa kusema hivyo? Angesema. Lakini kwa nini hakusema hivyo? Ndio nilisema kwamba viongozi wa wazalendo na wasemaji wa wazalendo na wazalendo wote, vision iwe kitu kimoja. Sisi wote ni wazalendo. Hakuna mzalendo wa CNPSC, wa FABB, wa FPDAC, hakuna. Na hii ndio iko inatuingiza mu marekiperasyon politiki, iko inajaribu kutugawanyisha. Sawa. Ukisikiza hii video ya pili, yani ni sisi tu, sisi IPDF, sisi IPDC, sisi tumeingia Mikenge, sisi tuna sekurize watu, sisi na FARDC, sisi ndio hivi, sisi bwana. Sisi watu fulani ndio tumeingia Mikenge. Sisi sasa nyinyi ni wanani? Eske tuseme kweli? Tuongee ukweli? Nyinyi ambao mnasema ni nyinyi. Mikenge ilikuwa muda gani mu mikono ya M23? Nyinyi ambao mko najiita sasa hivi kwamba ndio mliingia Mikenge, mkachukua Mikenge, mlikuwa wapi bila operation ya FARDC? Sawa. Mlikuwa wapi bila operation kuwa mene na FARDC? Hamkuwa fasi. Mlifanya nini? Hakuna. Kwa hiyo tuwape kwanza credit FARDC. Hiyo ndo arme yetu national. Kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wasaidizi wao ambao ni wazalendo wamefanikiwa kuchukua maeneo fulani. Na tusiseme wakishirikiana na wazalendo wa kundi fulani. Hapana, huko ni kuendelea kutupiga chini, tunaendelea kurudia matope yale. Ndugu zangu, tuambiane mara ngapi ili tuweze kuelewana katika hili swala. Ni hatari. Endapo tutashindwa kujua nini ambacho tunatakiwa tufanye, tuko wapi na tunaenda wapi, ni shida kubwa. Sisi tuko wasaidizi wa jeshi la taifa. Na hakuna operation yoyote yenye iko na kuwa na success yenye inafanyika bila FARDC kuwa impliqué, bila FARDC kuplan. Kumbuka sheria za RAD hizi zinasema, nitakuwa na wakumbusheni kila siku, ni majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inapanga na kuongoza operation, huku ikiwa na uhitaji wa VDP, inaita VDP, wanaingia na wanafuata instruction kutoka kwa viongozi ambao watawekwa kwa ajili ya operation husika. Sasa tukianza kukaa kusimama, tunafika eneo tunataka kusema sisi watu wa mtu fulani tumechukua eneo fulani, ni kitu ambacho kinatupatisha haya na kinaturudisha nyuma, ndugu zangu, waza. Kwa hiyo tujaribu sana, chonde tafadhali, tujaribu sana tuepukane na hii mitego. Hii iko inaturudisha nyuma sana, na iko inatufanya tuonekane sisi ni namna gani, vipi, tuonekane ni watu wa hoya, tuonekane kwamba hatuelewi nini ambacho tunafanya. Hii marekiperasyon politiki haina maana. Hivi mnajua kwamba kila VDP CV yake iko inaandikwa kuanzia na Mungu, wananchi na serikali. Haina haja ya kujitangaza kwamba sisi fulani tumeingia hapa tumechukua. Haina haja ya kufanya hivyo. Serikali inajua, iko inaona. Tupo moja. Serikali inajua, inaona kwamba mzalendo fulani mienendo yake iko hivi, marks ziko zinahesabiwa. Sasa haya mambo yataisha, samahani. Tutaona credit ambazo zitatolewa na serikali.
Ujaona kamanda wetu hapo amepandishwa cheo akiwepo kwenye uwanja wa vita. Amekuwa colonel full. Amko mnaona kazi yenye Komanda Michel iko nafanya. Nafikiri mko mnaona Komanda Michel kazi yenye iko nafanya kwa FARDC. Ushamsikia Komanda Michel anakaa akishinda iko na jitapa kwamba mimi Komanda Michel ambaye niko naongoza vikosi vya FARDC nimefanikiwa kukamata, kupiga adui na kumtoa Makobola na pia kumtoa Katongo, na hivi nimeacha vikosi Uvira na sasa hivi napanda Mwo Plateau, niko napiga nilipiga point zero, napiga Mikenge hivi naelekea kupiga Minembo ifo nimtoe adui. Ushamsikia? Serikali iko inamuona. Utasikia baada ya vita hapa ama tu akiwa tu yuko vitani kule anapigwa kicheo chapu general, ama anapigwa kicheo chapu anaitwa mkomandema ya Armée Kinshasa, ama anapigwa kicheo chapu chef d'état major general. Yote inawezekana. Kwa hiyo tulinde brand, tulinde heshima, tulinde credibility, tulinde usi ile kitu muzalendo. Neno uzalendo tuilinde. Nafikiri hapa naeleweka. Mara mingi sana ili swala liko linafanyika hivi. Hata huku Mauvira mawapi. Kundi fulani na mzalendo likikamata tu mateka mmoja wawili, media pale, sisi wazalendo wa fulani tumepiga adui sehemu fulani na tumechukua mateka. Jamani, mzalendo wa kundi fulani maana yake nini? Kwa nini tuseme sisi wazalendo tumepigana Rugezi, tumechukua adui? Basi. Sisi wazalendo tumechukua adui. Basi. Ukisema kwamba sisi wazalendo tumepigana Rugezi, tunajua katika kartografia tu kwamba Rugezi tuko na komanda fulani na fulani na fulani. Baada ya pale contact zinafanyika, ule adui ambaye alipigwa, ambaye alikamatwa, anapelekwa kwa Biro de. Na kule kwa Biro de anaenda anaujiwa. Unaona? Na wenyewe walimbeba. Raporo wataitoa kule kama sisi tulipigana nafasi fulani na wanajua ni kamanda fulani ndio pale. Raporo inaandikwa sababu hata haenda Kinshasa bila kwamba tarehe fulani siku fulani kamanda fulani alishambuliwa na M23 akajibu mashambulizi na kufanikiwa kukamata mateka 7 wa M23 na hivi na hivi na hivi, ndiko pale chap inaenda. Inajulikana kuita major general kwamba kamanda fulani tarehe fulani alifanya hiki, lakini hapana kuwa natoa hili kwa matangazo kwenye mamedia, sisi watu fulani tumefanya hivi na lengo letu hii kwa komanda fulani. No, hili ni mambo moja ya yenye haina msingi. Tuachane na ile ndugu zangu wazalendo. Yes, tuachane na ile ili tuweze kuwa imara zaidi. Itatubidi tujifunze mbinu tofauti, tuache ile masantima ambayo tuko nayo za politicien. Sisi ni wanajeshi. Mwanajeshi hakuwa na masantima. No, tuache ile ma recuperation politique. Tuachane na ile, tufanye kazi. Kazi ndio itatuheshimisha. Nilipenda sana hii approach ya wa Obwela Dalto. Kabisa. Nilipenda ewane, hakuna tokea hii maerere yenye ilifanyika mwaka jana Uvira. Hivi kidogo nimeona wazalendo wameanza kubadilika, bila vya kujitapatapa sana sisi wa mtu fulani tunaenda ni kama vinaanza kupungua, lakini bado havijaisha. Sasa lengo letu ni kwamba hivi vitu vihishe kabisa. Katu vihishe. Kama ni muzalendo, sema tu muzalendo basi. VDP basi. VDP amepiga Rugezi, VDP amepiga Sange, VDP amepiga Luvungi, amekomboa Kamanyola, amekomboa Nyangezi, amekomboa Nyatende. Ni nani? Ni muzalendo basi. Na province pia ya Nord Kivu na wao pia wako na hii tabia. Utasikia sisi wazalendo wa fulani, sisi wazalendo wa fulani. No, tuko sisi wote wa VDP wazalendo. Ili ndo itatupe shiba na usi ili kupoteza adui, tumchanganye adui asituzoee. Sawa? Adui asijue kwamba axe fulani kuko komanda fulani wa mzalendo. Sasa ile pia itampa nafasi ya adui kutuingilia na kutafuta jinsi ya kukorompre watu. Haya, na tumai kwamba baada ya vipindi hivi kutoka Baraka1 TV vitafanya tuweze kubadilisha mienendo yetu na kusimama katika misingi ambayo ni sahihi kwa ajili ya taifa hili.
Unajua kama watu hatuko tunaambiana ukweli na hatuko tunawekana wazi, itatufanya wote tuonekane tuko na complice juu ya kuharibu taifa hili. So mengi na zaidi tuendelee kutembelea Baraka1 TV. Na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP. Nikimwona Jide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Aiba, Mashaka Ayamba de Done Buto to Biondo Kilamba Mao, Mzo State ya Main, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Irene, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Jacques Baguma kutoka Uganda, na ndugu na marafiki wote ambao wanasikiliza Baraka1 TV. Na tukutane majira ya saa 12. Yes, saa 12 Juni, ambako pia tutakuletea mambo mengine mengi. Unajua hali ya kiusalama haijawa nzuri sana kwa sababu vita imefungulika katika access zote, iwe jimboni Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini, tarafa mbalimbali, Mwenga, Uvira, Kalehe, kote huko Masisi, Ruchuru, Kichanga, Kiwanja, Nyiragongo, kote front zimefunguka, na hivyo M23 wako naendelea kukiona cha mtema kuni. Tukutane majira ya saa 12.